miaka 10 ijayo watu hawatahuzunika kwa simu walizonunua, kwa mavazi mazuri, kwa luxury life ambalo waliishi, lakini watahuzunika kwa kuto kuwekeza kwa nguvu kwenye ardhi. Unajua kwa nini? Kwa sababu watu wengi wanaamini kwamba personal development ni kuwa motivated, ni kusoma vitabu kwa wingi, ni kusikiliza hizi public speaking za kutosha, kujifunza, kupata maarifa kwa yani ya kutosha, lakini wanasahau kwamba personal development kwa ukubwa ni kuhusiana na personal ownership pia. Pamoja na personal ownership pia kujenga ownership. Una own kitu gani, na je hicho kitu kina thamani kwa miaka 5, 10 ijayo? Kitakupeleka kutoka hatua moja kwenda nyingine kwa level gani? Hilo watu wengi wamekuwa wakilisahau kabisa. Na duniani kwa sasa hivi asilimia kubwa kitu ambacho mtu yote anaweza kukiown na kinapanda thamani siku hadi siku ni ardhi. Watu wengi sana wamekuwa wakipuuzia sana suala la kuwekeza kwenye ardhi. Yaani ardhi wamechukulia kwamba ni kitu ambacho unahitaji uwe na mamilioni ya pesa, unahitaji uwe yani usubiri mpaka hilo eneo husika liweze kukua mji au liweze kuendelea ndipo uweze kuwekeza. Iko hivi, kila mwaka watu wanaongezeka kwa kasi, lakini ardhi haiongezeki. Na hii ndio equation kubwa sana ambayo ina utajiri uliojificha na watu bado hawaielewi. Nakupa mfano mdogo sana. Kuna mikoa mbalimbali hapa Tanzania inaendelea na inakuwa kwa kasi sana. Mfano mzuri ni mkoa wa Dodoma. Mkoa wa Dodoma ulikuwa ni pori, ulikuwa ni mkoa ambao umeendelea pale mjini tu, lakini kiuhalisia sasa hivi ni mkoa ambao unakuwa sana. Kipindi ambacho mimi nasoma chuo mkoa wa Dodoma, ardhi ambayo kipindi hicho ilikuwa ina thamani ya shilingi 300,000, 200,000, sasa hivi huwezi ukanunua. Kama uchumi wako uko chini, kumiliki ardhi Dodoma sio kazi rahisi, japo inawezekana. Sasa kwa miaka ambayo sisi tulikuwa tunasoma na tulipuuza na hatuweza kuchukua hatua, basi haya ni majuto ya miaka hii, kwa sababu kila sehemu ambayo Dodoma unaiona ni ardhi ambayo ina thamani kubwa sana, tofauti na miaka ya nyuma. Kwa hiyo kipindi cha nyuma tungeweza kuwekeza vya kutosha, basi sasa hivi tungekuwa tumepiga hatua kubwa sana kwa kiwango cha hali ya juu sana. Sasa shida ni kwamba tulikosa washauri, lakini pia changamoto nyingine tuliamini kwamba Dodoma itabaki pale pale, itabaki vile vile, haiwezi kukua, haiwezi kupanda thamani. Lakini sasa hivi tunavyozungumza, Dodoma sio ule mkoa ambao ulikuwepo miaka 10, miaka 20 iliyopita. Watu wengi wanasubiri kwanza wawe matajiri, wawe mabilionea ndipo waweze kuwekeza kwenye ardhi, lakini wanasahau kwamba sehemu zile ambazo unaziona sasa hivi zina thamani ndogo kwenye upande wa ardhi na una uwezo wa kuafford kuweza kuwekeza, basi ni muda sahihi wa wewe kuweza kuwekeza ili miaka 10, 20 uweze kuja kupata kubadilisha maisha kupitia uwekezaji wa kwenye ardhi. Ukweli ni kwamba ardhi ndio kitu pekee ambacho kinaweza kikakusaidia wewe kustabilize uchumi wako miaka 10, 20 baadaye, endapo utawekeza kuanzia sasa. Sasa watu wengi wanaamini kwamba biashara zingine zote zinaweza kukufanya uwe stable, lakini sio ardhi, kwa sababu wengi tumekosa elimu kuhusiana na masuala ya uwekezaji kwenye ardhi. Tunaamini uwekezaji labda ni kuweka hela kwenye fixed account, ni kuweka pesa labda kwenye biashara fulani, lakini tunasahau kwamba ardhi ni sehemu ya biashara ya uwekezaji ambayo inaweza kukupa wewe maisha bora, hata ukasahau shida zozote ambazo ulishawahi kuzipata kiuchumi. Watu wengi sana tunajitahidi kuishi vizuri, lakini tunasahau kuwekeza kwenye ardhi. Tunajitahidi kununua simu nzuri, tunajitahidi kununua magari mazuri, tunajitahidi kufanya biashara kubwa nzuri, of which is the good idea, lakini tunasahau kuwekeza kwenye asset ya ardhi.
Ardhi ni asset kubwa sana ambayo tumeshaona wazazi wetu wengi sana ambao wamewekeza huko wamepata mafanikio makubwa sana. Na kuna ule msemo ambao unasema wakati wazazi wa wengine ambao sasa hivi ni mabilionea walikuwa wanawekeza labda kwenye ardhi, sasa hivi wameendelea kwenye masuala ya real estate. Is the time ambapo wazazi wengine walikuwa wanacheza karata mtaani. Ule ni msemo ambao unachekesha, lakini ni msemo ambao unaumiza, hasa kwa wazazi ambao walifanya uzembe kuwekeza miaka ya nyuma na wameshindwa kutengeneza future kwa ajili ya familia zao na ukoo au watu wanaowategemea. So kama tunawekeza kwenye vitu ambavyo haviwezi kutubadilishia maisha kwa ukubwa miaka ijayo, kama kuwekeza kwenye mavazi, kwenye urembo, hapo hatuwezi kusema kwamba ni personal development. Hapo kwa lugha rahisi tutaita ni personal decorations. Kwa hiyo ukishafikisha miaka 40 kama ukufanya uwekezaji kwenye asset kubwa kama ardhi, hapo ndo maisha yanapokuja kuwa na pressure. Na ndio maana tunarudi kwenye ule msemo kwamba wazazi wetu wa zamani ambao hawakuwekeza kwenye ardhi kwenye maeneo yaliyoendelea, kwa mfano kama Dar es Salaam, maeneo ya Sinza, miaka hiyo yalikuwa ni bonde la mpunga. Wazazi waliowekeza miaka hiyo sasa hivi watoto wao wana urithi mzuri, lakini pia hata wao wanaendelea kutengeneza pesa kwenye masuala ya real estate. Lakini kwa wale wazazi ambao walizembea na kuamini kwamba hili ni eneo ambalo sasa hapa unaweza ukaangalia wewe uko eneo gani. Kwa mfano wale kitu kingine ambacho napenda kuwashauri watu ambao wanataka kufanya uwekezaji kwenye ardhi, kosa kubwa ambalo utakiwa kulifanya unapochukua maamuzi ya kufanya uwekezaji, usitake kuonekana kwamba unafanya uwekezaji. Usifanye show off, usishirikishe mtu unapotaka kufanya hayo maamuzi, kwa sababu mimi ni moja kati ya watu ambao wamecheleweshwa sana katika kufanya maamuzi ya kufanya uwekezaji kutokana na kuwa sina maamuzi yangu binafsi. Mara nyingi nilikuwa nikitaka kufanya kitu lazima nimshirikishe ndugu, jamaa na marafiki, including wazazi wangu. So walikuwa wanaona kama nafikiria vitu vikubwa wakati muda wa mimi kufikiria hivyo vitu ulikuwa bado. Kipindi ninasoma chuo nilikuwa natamani sana kuwekeza kwenye ardhi ya eneo husika ambalo nilikuwa nasoma. Nilikuwa natamani sana kuwekeza kwenye biashara. Sikuwa na idea wala fikra za kwamba nataka kuajiriwa. Yes, nilikuwa nasoma kitu ambacho nilikuwa na uhakika wa kuajiriwa kwa wakati huo, lakini so far mambo yalikuja yalibadilika. Kwa hiyo walikuja kuona kwamba wao wamenikosea mimi kwa kunishauri kwamba nisubiri ajira na nisifanye uwekezaji hapo, kwa sababu ningekosa usimamizi kutokana na kwamba huenda ningeajiriwa mkoa mwingine, lakini ilikuwa tofauti. So unapofanya maamuzi ya kutaka kuwekeza, make sure that unafanya maamuzi yako binafsi bila kushirikisha mtu yoyote yule, kwa sababu utacheleweshwa my dear. Sio kila mtu ambaye atatamani kuona wewe unaenda kufanya uwekezaji mkubwa namna hiyo. Na sehemu ya uwekezaji ambayo ni kubwa ni ardhi. Ardhi ni sehemu ya uwekezaji mkubwa sana katika uwekezaji mkubwa ambao wewe unaujua hapa duniani. Na hawa matajiri unaowaona leo walifanya maamuzi miaka 10-20 nyuma. Matajiri wengi hawanunui present, matajiri wengi wananunua future. Kwa hiyo matajiri wengi wanawekeza leo kwa ajili ya future, ndio maana wao kufanikiwa ni haraka. Kwa hiyo wewe unayefikiria kuwekeza leo upate mafanikio leo, basi unachelewa. Unachotakiwa kuangalia ni kujifunza kutoka kwa watu waliofanikiwa. Matajiri wengi wanapowekeza leo, miaka 10 ijayo tunasoma lugha nyingine, lakini pia miaka 10 hiyo ikifika wanakuwa wanakula matunda ya uwekezaji wa miaka 10 nyuma, wanawekeza tena uwekezaji kwa ajili ya miaka kadhaa ijayo. Kwa hiyo tunatakiwa tuishi kwa principle hiyo. Usiwekeze leo upate matunda leo, utachelewa sana na utakata tamaa mapema sana. Kwa hiyo miaka 10-20 ijayo, kama unatarajia kutengeneza familia, watoto wako hawatakuuliza baba ulivaa nini, mama ulivaa nini, ulisuka nywele gani, uliendesha gari ya aina gani, ila watauliza baba na mama, mlituachia urithi wa aina gani? Je, ni elimu peke yake au mlituachia na urithi wa asset kama ardhi ili tuweze kuendeleza pale mlipoishia nyie? Au na nyie ndo wale wazazi ambao wanasema wanatafuta vya kwao na watoto watatafuta mali za kwao? Au ndio wewe ni moja kati ya wazazi ambao utakuwa ni timu ya wacheza draft na utaacha watoto wako wakiwa na future ambayo ina wakati mgumu? Familia stable kwenye uchumi na familia ambayo inapitia ugumu kwenye maisha inakuwa determined na wazazi waliwekeza nini miaka 20 iliyopita. Familia nyingi ambazo ni stable, wazazi walifanya uwekezaji mkubwa miaka 10 nyuma,
lakini familia ambazo sio stable, wazazi hawakufanya uwekezaji wowote ule. Kwa hiyo hakikisha wewe sio moja kati ya wazazi watarajiwa ambao watakuwa wanalaumiwa na watoto wao au watashindwa kuendesha familia zao kwa sababu hawakufanya uwekezaji miaka kadhaa iliyopita. Usisubiri asset iweze kuwa na thamani kubwa ndipo uamini kwamba asset inaweza kupanda thamani. Anza kufanya uwekezaji kidogo kidogo, anza kujifunza taratibu taratibu namna gani unaweza kufanya uwekezaji kwenye swala zima la ardhi, lakini pia jifunze namna gani ardhi inaweza kuja kupanda thamani na kuweza kukuingizia pesa katika namna tofauti tofauti, aidha kwa mfano wa real estate au kwa namna yoyote ile ambayo wewe unaona kabisa kwako ni siku moja watoto wako hawatakuuliza mama, baba, ulivaa nini, ulisuka nini, uliendesha gari gani na ulifanya starehe aina gani, isipokuwa watakuuliza uliwekeza kwa kiasi gani hata hapa tulipofika tumeweza kupata manufaa. Sasa ni wakati wako wewe kuweza kuchukua hatua ya kuweza kuwekeza kwa ajili ya familia yako, ndugu na jamaa wanaokuzunguka au kwa ajili yako mwenyewe, ili miaka 10 ijayo tuwe tunazungumza lugha ambayo inakufanya wewe uonekane uko financially free. Kama ndo mara yako ya kwanza kuona channel hii, basi make sure that una subscribe, una like, una comment, lakini pia usisahau kusave video hii kwa ajili ya kukumbusha kila siku itwapo leo. Natumai mpaka hapo utakuwa umejifunza kitu na umejua umuhimu wa kufanya uwekezaji kwenye ardhi. Kama ndo mara yako ya kwanza kusubscribe channel yetu, basi hakikisha umeweka notification ili usipitwe na kila video ambayo tutakuwa tunaipost ili uweze kujifunza zaidi. Make sure that una save, una like, una share na kucomment video hii na channel yetu hii ili uweze kujifunza zaidi na zaidi. Uwe na wakati